Karibu tena kwenye Moyo wa Malezi, mahali ambapo tunajifunza hekima, tunajifunza upendo na tunajifunza afya kwa ujumla. Kufikisha miaka 50 ni baraka kubwa. Ni hatua ya maisha inayokuja na hekima, uzoefu na heshima kutoka kwa jamii. Hata hivyo, kadri umri unavyoongezeka, mwili wetu nao hubadilika. Miguu ambayo ilivumilia kila aina ya viatu tulipokuwa vijana, sasa huhitaji uangalizi maalum. Watu wengi huangalia mavazi ya nje pekee, lakini husahau kwamba afya ya miguu ndio msingi wa kutembea, kusimama na kuendelea kufurahia maisha kwa uhuru. Leo tutazungumzia viatu 10 ambavyo si salama au havifai sana kwa watu wenye miaka 50 na zaidi, na kwa nini ni muhimu kuzingatia uchaguzi wa viatu katika umri huu. Tazama hadi mwisho kwa sababu hoja ya mwisho huenda ikakushangaza sana. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, na kuita ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako, kwa ajili ya familia yako na kwa jamii nzima. Ukitaka ushauri kutoka kwetu, una uwezo wa kutupigia au kututumia ujumbe kwa namba 0754579224. Kaa nasi hadi mwisho ili uweze kupata kile ambacho tumeandaa kwa ajili yako. Karibu na tuanze. Karibu sasa tukaangalie viatu ambavyo havifai kuvaliwa na watu ambao wana miaka 50 na kuendelea. Tuangalie hoja zetu 10, tukianza na hoja ya kwanza ambapo ni viatu vyenye visigino virefu kupita kiasi. Visigino virefu huongeza shinikizo kwenye magoti, mgongo na vifundo vya miguu. Kadiri umri unavyoongezeka, hatari ya kupoteza usawa huongezeka na hivyo kuongeza uwezekano wa kuanguka. Hivyo watu wenye miaka 50 na kuendelea hawatakiwi kuvaa viatu vyenye visigino virefu kupita kiasi, kwa sababu vinaongeza sana uwezekano wao kuanguka, na atakapoanguka mtu mzima ambaye ana miaka 50 na kuendelea, madhara yake yanakuwa ni makubwa sana. Hoja ya pili ni viatu vyembamba vinavyobana vidole. Viatu vinavyobana husababisha maumivu, kuvimba kwa vidole na matatizo ya mifupa ya miguu. Miguu ya watu wenye umri mkubwa huhitaji nafasi zaidi ili kukaa kwa utulivu. Kwa hiyo watu wenye miaka 50 na kuendelea hawatakiwi kuvaa viatu vyembamba vinavyobana vidole. Hoja namba 3 ni viatu vyenye soli nyembamba sana. Viatu hivi havitoi ulinzi wa kutosha dhidi ya mishtuko wakati wa kutembea. Hali hii inaweza kuongeza maumivu ya nyayo, magoti na mgongo. Utakuwa shahidi yangu kwamba viatu ambavyo vinakuwa vina soli nyembamba, hata wakati wa kutembea mtu anakuwa anakosa confidence, kwa sababu ile soli nyembamba wakati mwingine mtu anaogopa kama kiatu kinaweza kukatika, akaanguka, akaumia, akateguka hivyo. Kwa hiyo viatu vyenye soli nyembamba sana havifai kabisa kuvaliwa na watu wenye miaka 50 na kuendelea. Hoja namba 4 ni viatu vilivyochakaa sana. Viatu vya zamani vilivyopoteza umbo lake havitoi msaada unaohitajika kwa miguu. Hii huathiri mkao wa mwili na kuongeza uchovu wakati wa kutembea. Viatu kama vimechakaa sana visivaliwe kwa kweli, vitupwe. Yaani usivae viatu vilivyochakaa sana kama una miaka 50 na kuendelea, kwa sababu vinakuwa vimepoteza umbo lake na vitakuwa havikusaidii sana kwenye miguu yako, na hivyo vinakuwa vinaathiri mkao wa mwili na vitakufanya wakati wote unakuwa unachoka sana, unajisikia maumivu ya kiuno, mgongo, kwa sababu viatu ulivyovaa vimechakaa sana. Hoja ya 5 ni viatu vya plastiki visivyopitisha hewa. Miguu huhitaji hewa ili kubaki katika hali nzuri. Viatu visivyopitisha hewa vinaweza kusababisha jasho kupita kiasi, harufu mbaya na maambukizi ya ngozi, kwa sababu kule ndani kunakuwa hewa haipiti, kumeziba kabisa. Kwa hiyo joto na lile jasho linapokuwa linatoka, unakuta wakati mwingine kunaleta harufu mbaya. Yaani ukivua tu viatu unasikia harufu mbaya. Kwa hiyo
itakukera wewe na pia itawakera watu wengine ambao wanakuwa karibu na wewe pale ambapo unakuwa unavua viatu. Hoja ya 6 ni viatu visivyo na mshiko mzuri chini. Soli laini au zilizochakaa huongeza hatari ya kuteleza. Kwa watu wenye miaka 50, kuanguka kunaweza kusababisha majeraha makubwa yanayochukua muda mrefu kupona. Unakuta mtu mzima ambaye ana miaka 50 na kuendelea, anaweza akaanguka wakati mwingine akapoteza hata fahamu, wakati mwingine akaanguka akapooza sehemu fulani kwa sababu mwili wake unakuwa tayari ulishafanya kazi sana. Kwa hiyo hauhitaji kutingishwa, hauhitaji kuumizwa. Hivyo viatu visivyo na mshiko mzuri chini visivaliwe na watu ambao wana miaka 50 na kuendelea. Hoja ya 7 ni viatu vikubwa kupita kiasi. Baadhi ya watu huvaa viatu vikubwa wakidhani vitatoa nafasi zaidi, lakini viatu vikubwa husababisha miguu kusogea ndani ya kiatu na kuongeza hatari ya kujikwaa. Kwa hiyo mtu ukivaa viatu, wewe mtu mzima ambaye una miaka 50 na zaidi, ukavaa viatu ambavyo ni vikubwa kupita kiasi, ukitarajia kwamba vitakusaidia wewe kukupa nafasi zaidi ya kuweza kutembea vizuri, havikusaidii, ila vinasababisha miguu yako isogee ndani na vinaongeza hatari ya kujikwaa kwa sababu huku nyuma utakuwa unatembea huku kama vile unaburuza viatu na miguu yako itakuwa hatua haupigi nzuri za kunyanyua. Maana yake utakuwa kama vile unatembea kwa kulazimishwa. Kwa hiyo ni hatari watu wenye miaka 50 na zaidi kuvaa viatu vikubwa kupita kiasi. Vaa saizi yako, saizi inayokutosha, saizi ambayo haikubani. Hoja ya 8 ni viatu vya mitindo vinavyopuuzia faraja. Wakati mwingine watu huchagua viatu kwa sababu vinaonekana vizuri kuliko jinsi vinavyohisi miguuni. Katika umri wa miaka 50 na zaidi, faraja na usalama vinapaswa kupewa kipaumbele zaidi kuliko mitindo. Wewe umeshafikisha miaka 50 na zaidi, mitindo inakuwa haina nafasi sana kwenye maisha yako. Kinachotakiwa sana kwenye maisha yako kinatakiwa ni faraja. Yaani kile kitu ambacho umekivaa wewe mwenyewe uwe comfortable. Miguu yako iwe na faraja. Miguu yako iweze kuhisi kwamba imepewa nafasi nzuri kwa sababu kumbuka kwamba miguu ndio inabeba mwili wote. Hoja ya 9 ni viatu vya tambarare kabisa bila msaada wa nyayo. Ingawa vinaweza kuonekana rahisi kuvaa, viatu hivi mara nyingi havina msaada wa kutosha kwa nyayo na visigino. Hali hii inaweza kusababisha maumivu ya muda mrefu. Kwa hiyo unakuta unaviona viatu unasema hizi ni simple kabisa, yani hazina visigino, hazina nyayo zake, sio zile ambazo ni viatu vya tambarare kabisa ambavyo vitanisaidia. Wakati mwingine havikupi msaada bali vinakusababishia maumivu ya muda mrefu. Kwa hiyo viatu vya tambarare kabisa bila msaada wa nyayo havitakiwi kabisa kuvaliwa. Inatakiwa angalau viwe na visaidie nyayo, yani painuke kidogo. Hapo ndipo utakuwa umevaa kiatu sahihi. Hoja ya 10 na nilikwambia hii itakushangaza ni viatu ambavyo havijawahi kubadilishwa kwa miaka mingi. Watu wengi wana kiatu wanachokipenda sana kiasi kwamba wanakisahau kukibadilisha. Lakini hata viatu bora vina muda wake wa matumizi. Baada ya muda hupoteza uwezo wa kulinda miguu na viungo. Kwa hiyo wewe kama una kiatu kako unakapenda, yani miaka nenda rudi, unakaweka yani yako kwa kiatu ndio, yani ikiwa jambo lote mtoko unako, yani unasema hiki ni kiatu changu kipendwa. Hakikisha unabadilisha. Usikiweke hicho kama ni kiatu ambacho unakipenda sana, hapana. Badilisha. Kadiri tunavyozeeka, hatupaswi kuona mabadiliko kama ishara ya udhaifu, bali kama mwaliko wa kujifunza, kujitunza zaidi pia. Miguu yetu imetubeba kwa miongo mingi. Imetembea nasi kwenye nyakati za furaha, changamoto, mafanikio na mapambano ya maisha. Leo, zawadi bora tunayoweza kuipa miguu yetu ni kuchagua viatu vinavyolinda afya yake. Kumbuka, uhuru wa kutembea bila maumivu ni moja ya neema kubwa ambazo mara nyingi tunazithamini baada ya kuzipoteza. Ikiwa umefika miaka 50 au unamjua mtu aliyefika umri huu, shiriki video hii ili kuwasaidia kulinda afya ya miguu yao. Usisahau kulike, kusubscribe na kuwasha alama ya kengele
ili usikose maudhui mengine muhimu kutoka kwa Moyo wa Malezi. Asante kwa kutazama na Mungu akubariki sana.